Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi mimi? Nitakiinua kinywa changu nilitaje jina lako, na nguvu zangu bila wewe si kitu. Msaada wangu ni katika wewe, usiniache nipotee. Msaada wangu ni katika Mungu, usiniache nipotee. Chomoza, a hub of hope. Nataka niwashukuru maaposto wote na maprofeti. Haleluya. Mmeibeba kazi ngumu sana. Unafahamu kuajiriwa na mtu ambaye hujawahi kumwona, alafu hujui faili lako likoje mbinguni. Mna imani kubwa sana. Jipigieni makofi. Glory. Hey! Mna imani kubwa sana na mnastahili kuheshimiwa. Hata mkikosea hamtakiwi kutukanwa, mnatakiwa kurekebishwa. Kwa sababu kitendo cha kukubali kuajiriwa na mtu ambaye hujawahi kumwona na hujawahi kumwona na hujui jinsi gani, na kuamini yupo na anakuwazia mema na atakupa ijara huko mbele, you are a strong person. Yes. Kwani inawaheshimu watu wote wa huduma ngapi? 5. Yani fivefold ministry. Hii kazi tunayofanya ni ngumu mno, kwa sababu tunakwenda kwa imani. Na ndio maana Yesu akasema, Baba, naomba hao ulionipa wawe umoja kama sisi tulivyo umoja. Nilipokuwa pamoja nao mimi nilikumpatia, lakini sasa nimeondoka, nimewaachia jina lako ili washikamane. Tumepewa jina ili kuleta kushikamana, ili watu tuweze kuubeba, yani dunia iweze kuona ule utukufu. Sitaki kuchukua muda, kwa sababu najua kwamba kuna kipindi cha maswali kidogo na majibu, kwa sababu hamwezi mkakaa tu hapa kama mamuma. Sema amina. Mageneral, ina maana kama mtaweza kuuliza maswali, ina maana hii meza ni waoga. Tunapokuwa kwenye mkanisa yetu, ukiona mchungaji anasema mimi nikisema ndio final, mtu yote asiridhike na Mungu, ujue huyu mchungaji muoga. Sema amina. Mtu ambaye si muoga ana discuss issue na anaimaliza. Amen. Ndio sisi tulivyo. Mungu Paulo anamwambia Timotheo, jitahidi kujionyesha umekubalika na utende sawa sawa. Na kila swali utakaloulizwa jibu. Mtu yoyote aliyeitwa kwenye huduma 5 aogopi swali, kwa maana ana uwezo wa kujibu. Na kama hana uwezo wa kujibu, anasema nipe nafasi. Alafu anawatafuta kina Shadraka, Meshaki na Abednego wanamsaidia. Ndivyo tunavyokwenda kwenye kazi. Historia ya nchi yetu tangu uhuru mpaka leo ni amani tupu. Na bendera ya nchi yetu ni kielelezo. Ile unavyoona rangi ya kijani, unaona njano, black, ile njano ni madini, kijani mashamba, ndio mwambie tukalime. Sema amina. Alafu kuna black sisi wenyewe, alafu kuna blue, ile ni kwamba sisi ni wavuvi. Amen. Sema amani idumu Tanzania. Haleluya. Amen. Nchi yetu ni nchi ya amani. Na nchi yetu tangia waasisi, umenielewa, tumekuwa tukipokea wageni kutoka sehemu mbali. Na ndio maana nchi yetu ina sifa kubwa kuhusu ukombozi kusini mwa Afrika. Heshima tunayo kubwa kwa sababu ya waasisi wetu. Ninaomba sisi kama watumishi wa Mungu na chumvi ya dunia, yes, tuzidishe amani katika nchi yetu. Amen. Maneno yetu yakolee munyu, alafu yamfae anayesikiliza. Ndivyo Yesu alivyokuwa ametuagiza, yakolee munyu.
Tunashukuru Mungu katika awamu zote zilizopita zimefanya kazi kwa vizuri, na sasa tuko kwenye awamu ingine ya 5. Tuendelee kuliombea taifa letu, tuwaombee viongozi wetu ili Mungu awape ndoto. Mimi naomba tukitoka hapa, kama alivyotangulia kusema nani ndugu yangu huyu, msije mkamwona hivi, huyu ni mngoni huyu hapa, sema mimi. Ila jinsi gani alihamia Misungwi mtaelewa baadaye, sema mimi. Ila nataka niwatie moyo. Tulikuwa tumekaa na Jenerali Mwingira akaniambia, bwana naomba uzungumzie huduma 5. Kaambia huduma 5 nitazungumzaje? Nafikiri tutazipatia muda, lakini si mbaya nikigusa kidogo. Tuje kwenye ile Biblia inazungumza wazi kwenye ile Luka 4:18. Wakati Biblia Yesu anasema kwamba Roho Bwana yu juu nini? Yu juu yangu, kwa kuwa amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika na siku ya kizazi cha 8 cha Mungu, kuwafariji wote waliao. Haleluya. Wote waliao kuwafariji. Yesu anasema the Spirit of the Lord is upon me, for he has given me an assignment. Tunapozungumzia anointing, tunazungumzia mafuta. Haleluya. Ana maana ya majukumu. Akaanza kuyaeleza majukumu ambayo Mungu amempa, akiwaambia wale jamaa, sijaja kuvuruga dini zenu. Mimi nimekuja kuinua vilema, nimekuja kutangaza faraja kwa watu. Sasa wewe kama umeitwa kwenye fivefold ministry, lazima uweke vitu vyako on top of the table, so that people they can read and run it, they can read and understand it. Wanakuelewa wewe ni nani, wewe ni nani. Usirukie jumbe za watu wengine. Stick with your own dream. Kuna hivi vitu vitatu you have to understand. Kuna doctrine, vision and revelations. Yani maono, mafunuo na mafundisho. Yani doctrine, pure doctrine. Na nashukuru Mungu generali hapa amezungumzia kwa sehemu. Kila mmoja ana vision yake. Na uwezo ukaingilia vision ya mtu. Mwingira atabaki kama Mwingira, Gwajima atabaki kama Gwajima, kwa sababu you have your own vision. Na vision is just like a book, ni kama kitabu. Unaanza na chapter 1, unakuja chapter 2, unakuja 3, ukifika 4 umeshakuwa bishop. Chapter 1 unaanza na kushuhudia. Hallelujah. Chapter 2 unakuja na fellowship. Chapter 3 mchungaji. Chapter 4 bishop. Muulize mwenzako umefikia wapi hapo ulipo. Lazima tuelewe process inaendelea. Sema amina. Mtoto unayemzaa leo hata baki kuwa mtoto. After 10 years atakuwa somebody. Ndio inaitwa vision. Sema vision. Kila mmoja ana ya kwake na haziwezi kufanana. Haziwezi kufanya nini? Kufanana. Na kuna inaitwa revelation, mafunuo. Mafunuo ni kama mtumishi anaposema yanakuja for significant purpose, kwa kusudi fulani. Yakuja ufunuo kwa kusudi fulani. Mtumishi wa Mungu Gwajima amegusia pale. Hata Yesu alichukua mate tu akampaka mtu, jamaa akafanya kapona. Ile ilikuwa ni mafunuo. Mungu anashusha mafunuo kwa sababu fulani. Na usipokuwa na mafunuo hautatoboa. Kama alivyosema mtumishi, hutatoboa. Kwa sababu ukiangalia hata jinsi uamsho kwenye nchi hii, very interesting. Miaka ya 70, sema amina, 70, 80 mwanzoni, hapa Dar es Salaam kulikuwa na makanisa 4 tu. Kuna kanisa liko kwa Lindi Street ambalo linaongozwa na mtumishi wa Mungu Tibana Nason. Na amezaa watoto wengi, hata ukiuliza wengine ambao kutoka TAG wametokea hapa.
kulikuwa kuna Temeke, alafu Temeke Assemblies of God, Ilala Assemblies of God na Kinondoni. Kupitia hayo makanisa ndio yamezaa. Na hata kama kuna revival kubwa hapa itokana kwenye dini moja kubwa, alafu dini ilivyopasuka pap, ndio churches zikatokea. Hiyo ndio history. Tokea vipisi vingi sana. Ndio maana miaka 90 vimetokea dini vingi tu. Miaka 90 kutokana na ule mpasuko. Na imeendelea ikaendelea vile vile. Waliochelewa kupasuka wakawa napasuka mmoja mmoja huko pembeni. Hiyo ndio historia inasema. Au nakosea Goko? Hakuna jambo jipya. Sema amina. Mafunuo yanaposhuka. Nakumbuka ile miaka ya 80 wakati walikuwa wametokea, kulikuwa na mtumishi mmoja Kaisi ambaye tulikuwa naye, alafu alikuwa kwa na msimamo wake fulani. Tulifundishwa wote kumpinga Kaisi, na mimi nikiwa mmoja wapo. Ni vizuri mjue historia. Sema amina. Sasa sisi tunaelewa vipi kwenda hivi na hivi. Ilitokea huko. Kwani hata wazee huku wakishtuka tunajua kwamba ni ile hali ya zamani inataka kurudi. Inataka kurudi ile. Na utume ilikuwa ni adimu sana. Ilikuwa ni adimu sana hapa nchini. Ilikuwa ni adimu sana. Nakumbuka nilikuwa Mbeya. Wakati tunaendelea na maombi yetu, nikawa nimeingia kwenye nyumba moja ya mzazi wangu ambaye alikuwa analea, marehemu Katule. Shemeji yake Mwaikambo alikuwa enemy. Nimekaa pale tumepiga maombi makali sana. Mungu ndio akashuka, akanipa ile live issue. Akaniambia nakupa nchi. Sasa kuna mzigo huu ambao nataka ufanye hivi na hivi. Akaambia kabisa gini utachukiwa kwa good 7 years. Aliniambia kabisa miaka 7. Nikamwambia Mungu sitaki. Nikamwambia kuna watumishi wengi ambao wanaweza kutumika. Mambo ya majaribu mimi sifanya sitaki. Baadaye akaniambia pana, hawa wote ni watumishi ni watumishi wangu. Wote hao unaona ni watumishi wangu mimi. Lakini nataka uende kwa sababu hii nguvu ina malaumu. Alafu kidogo wewe una ngozi kama ya mamba hivi, utasaidia kidogo. Nilipotoka kwenye maombi yale, sema amina. Nilipotoka kwenye maombi yale, nilifika kwenye soko Matola pale Mbeya, watu wakawa wanadondoka ovyo. Na mimi kila nikikimbia watu wanadondoka. Nasema kitu gani hiki? Nikarudi kwenye maombi nikamwambia Mungu ni nini? Akaambia tulia, endelea naye. Nikakusanywa na wazee wangu na wapende na kuheshimu. Wakaniketisha. Wakina marehemu Mamwenda, wakina Mwaisabila wakaniketisha. Mtoto hii si nzuri hivi na hivi. Nikaombewa. Baada ya kuombewa pale nikatulia, nikadhani imetulia. Na mimi nitaka ile roho itoke, sema amina. Lakini ilivyokuja yanaendelea yale. Nikaingia kikao kingine kikubwa sana mbele ya jopo la mabishop 11. Nikamwambia jamani, na mimi najifunza, nimekaa hivi, mtoto hii ni roho kutoka wapi? Kuzimu. Watu hawaanguki kwa nyuma, wanaanguka kwa wapi? Kwa mbele. Nikapelekwa sala ya toba, nikachukua. Nikagaragazwa, haleluya. Lakini nilivyoinuka mambo ni yale. Wakasema huyu mtoto aelezwe, toa kabisa fukuza. Nataka niwaambie, mimi sijawahi kuasi dini. Katika dini yangu kubwa ya kwanza ya ulokole,
Walipokuwa wamegombana watu wakubwa wawili, mmoja niliongea naye kaambia, bwana nyinyi ni watu wazee sana, mkigombana nyinyi sisi tukiingilia mtakuja kupatana, mtatuacha solemba sisi. Ndio nikaelezwa kusema ya kwamba kuna discipline, na sijawahi kutukana mtu, kwa maana Mungu alinionya kwenye hilo. Lakini aliniambia kitu moja, Dunstan, I want you to raise foundation of many generation, and this is what I'm doing. Wakati ekaeka zile zimekuwa kubwa, zimekuwa nini kubwa, mimi naona live sasa. Hata ninapoona kwenye ma TV kila mhubiri anaangusha, nasema my God, blessed be the name of the Lord. Hawaelewi kwamba material hii imelipiwa gharama, hawaelewi. Lakini kulikuwa ile miaka 7 nilipoteza wafadhili, nilipoteza watu, kila mmoja anaita pepo, hakuna aliyenisupport. Tumekaa, mimi nilikuwa nalishwa na mke wangu tu, mke wangu mwenyewe alikuwa ni mwalimu, mpaka anaenda na kanda 2 shuleni, anarudi, huyo ni hakuna support. Ndio nikaanza kuvaa jeans, t-shirt, lakini kazi inaendelea. Siri ya mtungi anayejua ni nini, ni kata. Nyinyi wakati mwingine mnaona tu revival inakwenda, lakini hamjui imetoka wapi. Aliyebuni kutengeneza saa alichukua muda mrefu sana, lakini sasa kwa sababu ile formula imepatikana zinafyatuka namna hii. It wasn't like that. Ilikuwa ni ngumu. Ukijita mtume, wasema mtume, walikuwa wakati wa Yesu peke yake, ilikuwa kila kitu. Lakini leo nikuulize, hata ukitwa mtume, nani anashambulia? Nyumba hii haiwezi kasimama bila msingi, na msingi haupendezi, umekaa juu ya mavi maji, na hii inayopendeza ni ukuta huu. Kwa hiyo kuna watu wamelipa nini? Gharama. Ukiona kitu kilichochote, kuna watu wamelipa gharama. Yohana Mbatizaji aliitwa na akaelezwa sehemu ya kukaa, ya kwamba yeye anatakiwa akae Kisarawe, Polini, akae Polini, akae Polini. Na chakula chake akaambiwa atakula locust and honey, nzige na nini, aliambiwa, na nguo za kuvaa alielekezwa. Kwa nini unampiga mtu kuhusu mavazi wakati hujui ameambiwa nini na Mungu? Akapewa na nguo za kufanya nini, za kuvaa. Na aliendelea vizuri, alikuwa bouncer, sauti yake ilikuwa vocal, alikuwa hitaji PA system kutokana na ile lishe aliyokuwa anapata, nzige na nini. Na sasa wewe unakula asali ukiwa na vidonda shingoni, yule alikuwa anapiga siku zote. Alipewa na Mungu, na Mungu alivyomwona anaifuata ile order, akamwambia, mwanangu umebarikiwa, sema amina. Akakaa kule. Alafu siku moja akafanya makosa, akaja town. Alipokuja town akala hamburger pamoja na chips, na kawaida ukila lazima utabiri, na nabii hatakiwi kutabiri uongo, sema amina. Akatoa unabii ambao ulimuudhi mke wa Herod. Mwambie nako usicheze na mke wa mtu. Yaani ukienda kinyume tu, mwanamke akija resi umekwisha. Yusufu angekuweko hapa angekueleza, sema amina. Basi akabanwa kwenye engo yule. Alipobanwa kwenye engo akawekwa ndani. Na ilimfrustrate sana, ilimchanganya sana Yohana. Maana alikaa ndani akategemea Yesu atamtembelea kule, na Yesu hakwenda. Ila sisi ametuambia tuwatembelee magerezani na wapi. Lakini yeye mwenyewe afanya nini? Akwenda. Mpaka Yohana ikamchanganya akili, huyu jamaa ni yeye au tumtarajie nini mwingine? Ndio wakaenda wanafunzi wa nani sasa? Wa Yohana. Ndio pale mitume wanapofika kwenye kona, sema amina, usikii sauti ya Mungu, hujui nini, unakaa mpaka sasa hivi nimeitwa au sijaitwa. Alafu ndipo ipo unakwenda kujisalimisha mahala pasipo stahili. Confusion. Confusion, umeshindwa kuangalia wito, shindwa kuangalia wito. Wewe umeitwa Kisarawe, unaenda Marekani kufanya nini? Wewe umeitwa Simiyu, Marekani kufanya nini?
Nataka kuambia, if you are a lizard in Africa, even if you go to America, you will never ever turn into crocodile. We kama ni mjusi Afrika, hata ukienda Marekani utakuwa mjusi tu, hautakuwa mamba. Lazima ujue wito ulio nao na position ambayo Mungu amekuweka. Ndio akatuma watu. Akatuma nini? Akatuma watu. Watu wakaenda. Ambia Yesu, tumekuja. Tumetumwa na aliyekubatiza. Ni wewe au tumngojee mwingine? Na Yesu alijua jamaa amechanganyikiwa kule. Na huwa mara nyingi Mungu huwa anachanganyaga. Ukiona wakati uko silent, ujue Mungu anakuochi. Kwa sababu wengi mnapenda kwenda na magongo, mnataka tumaini. Kwa sababu ukiwa na mikate, ukiwa na kila kitu, ukipromisiwa unakuwa na laya utumishi. Laya utumishi ni hata wakati unaona mambo ni makavu. Ndio maana wa majenerali kuna maeneo wamepita. Na Yesu alijua kabisa Yohana amechanganyikiwa. Akamwambia, mkamwambie Yohana mnao nini? Mnayoyaona. Vipofu wanaona, viziwi nasikia, hivi na hivi. Kwa sababu alikuwa anajua yule anajua maandiko. Ndio sasa hapo anajua maandiko. Katika mitume ambao tumeitwa, Mungu, mtumishi wa Mungu mwingine amezungumza vizuri. Wengine waliitwa kwa nini? Mitume, wengine manabii, wachungaji, wainjilisti, wote hawa. Hizi ni huduma ngapi? 5. Na hizi huduma 5 zinaheshimiana na hakuna iliyo kubwa ya nyingine. Let me tell you, hizi ni different administration but the same power. Na ndio maana ninawaheshimu sana wachungaji mimi. Yesu mwenyewe kwenye utambulisho wake hakujitambulisha mtume. Alisema tu hakujitambulisha mtume. Ni sisi tunasema yeye ni mtume, mwanzilishi wa nini? Wa kanisa. Hakujitambulisha kama nabii. Biblia ndio inasema nabii ajaye kwa jina la nani? Na Bwana. Hakujitambulisha ni mwalimu. Ni Nicodemus alisema, unajua wewe ni mwalimu mwema, umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Hakujitambulisha kama mwinjilisti. Amen. Bali ni sisi tunasema aliwahubiri watu 5,000, akawapa mkate na samaki bila kutumia PS system. Ila alijitambulisha, mimi ni mchungaji mwema. Na akasema kabisa mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya nini? Ya kondoo. Hawezi akakubali kondoo afe. Mwinjilisti ana neno. Hata kama una mgonjwa wako hospitalini pale, unaambia kuna mgonjwa, ambia weka mbegu hapa, alafu anatuma neno, akapona. Lakini mchungaji anaenda mpaka wapi? Muhimbili. Ninakosea ninachosema hapo? Yeah. Na kwa mwinjilisti hata usipopoa ambia kuna kitu umekosea pale. Au mbegu ile iliyotoa ilikuwa ndogo. Sema. Lakini mchungaji utoe mbegu, hujatoa mbegu, atafika. Na akikuta una malipo anakulipia bili. Katika huduma zote Yesu alijisifia hapa. Lakini kila ofisi ina nguvu zake. Hatuwezi kuacha wachungaji peke yao. Kwa sababu wale ni wana diplomasia wale. Sema amina. Wanaishi na kila mtu. Hata kiona mtu ana dhambi nini, unaona anavaa miwani, anafanya kama haoni, na unaona. Yesu angalia hivi. Haoni. Maana ameshika andiko moja, sema amina. Acha ngano na magugu vyote vifanye nini? Vimee. Bwana atavuna. Lakini mwinjilisti akubaliani na hilo. Ukitenda dhambi, umeangukia kwenye mikono ya mwinjilisti, utajuta kuokoka, sema amina. Maana yeye amekaa na kanuni moja, ni afadhali tuwe watu wangapi? 3 tunakwenda mbinguni kuliko kiwingu. Na ndio maana unakuta mwinjilisti na mchungaji hawafanya nini? Hawaelewani. Hawaelewani. Ukiona mtu amegundua makosa ya mtu alafu anakuwa mkali, sema amina. Huyo si mchungaji, ni mwinjilisti huyo, sema amina. Mchungaji anafuatilia kosa lile, anamrekebisha yule. Hata ukiona mtu amekuwa mkali sana, usishtuke, sema amina.
Anaweza kaa ni bishop lakini katika mfumo wa uinjilisti, na hiyo ni haki yake. Lakini bishop ambaye anakwenda kwenye mfumo wa kichungaji ndio tunamuona pale Gwajima. Sema amina. Aswa no, this is too much, let us sit together. Hakuna aliyekosea, inategemea mikono uliyoangukia. Ni ile mnapoanzisha vikundi vya kitume ambavyo vimekuja from nowhere, kwa sababu mnaweza mkaa watu watatu mnakwenda pamoja, lakini kila mmoja ana ambition yake. Moyoni unawaza nini? Nakumbuka mwalimu wangu marehemu Balozi Hassan Diria alinifundisha jambo moja, pamoja ya kwamba masuala ya akisema bwana, nafsi ya mwanadamu siku zote ina namna mbili. Nafsi ya mwanadamu siku zote ina namna nani? Mbili. Hivyo kila unalolisikia uwe mwangalifu. Kila unalolisikia uwe nini? Mwangalifu. Tunaweza tukawa tuko pamoja namna hii, mtu akakupenda kwa sababu ya kile kitu ulicho nacho, lakini kile kitu kieyuka, hauko tena upendo pale. Kwani usipoelewa utendaji kazi wa hizi huduma, mnaweza mkagongana bila nini? Utaratibu. Mchungaji yoyote, bishop yoyote ambaye ndani yake ana asili ya uinjilisti, umenielewa bwana, hawezi kuvumilia dhambi. Anakuambia kabisa, nataka nione watu 3, 4, 5, na anaweza akazungumza jambo kwa haraka. Sio kwamba amekosea, no, ni huduma. Lakini yule mwenye roho ya kichungaji ndani utakuta anafuatilia kimya. Kwa nini? Kimya kwa kimya. Sema amen. Ambia wewe, watu wanaona, unarekebisha. Ndio sifa wa askofu mkuu wa mioyo yetu, Yesu Kristo, ambaye ndiye mchungaji mwema. Sisi kutumika kwenye utume sio license ya kwenda mbinguni. Utume yani miujiza, uponyaji na kadhalika, hiyo mtu hapati kwa sababu ni muombaji sana. No, when you desire, God is granting you. Kitu ambacho unachotamani na Mungu akakupa, uweze ukawa proud of it. Anaweza kainuka hata mtoto wako akatamani na akakuzidi. Mimi naomba Mungu katika mitume wote na manabii wachungaji tulioko hapa, parapanda likilia, wote tunyanyuliwe. So we need to change our character. Tusibweteke na yale mambo tunayoyaona. Anasema waitwao ni wengi, wateule ni nini? Ni wachache. Tunaendelea kukua. Mungu ametoa wengine kuwa mitume, wengine kwa manabii, wainjilisti na kadhalika, vyote hivi kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu na kazi ya huduma ifanye nini? Iweze kutendeka. Mimi ninaamini jambo moja. Pamoja wazee wameamua kusimama kulinda hizi huduma, kwa maana utume na unabii, huduma 5 ni huduma kamili kutoka juu, na hakuna mwanadamu anaweza kuizuia. Na unapoagusa mitume ndio wanazidi kuwaka moto, kwa maana ndio historia iliyopo. Mtume, nabii, mwinjilisti, ukitaka arudi nyuma, mpe raha. Mpe raha tu, sema amina. Apokee pesa, apokee nini, yani awe na raha, atarudi nyuma. Lakini unavyomtesa ndio anakuwa hadi. Na ndio maana nimewambia kwamba hivi, kitu chochote ambacho kinataka kuleta tafrani, kaeni kimya. Mnaweza mkaleta hatara kubwa sana katika nchi, alafu mtawaambukiza waumini wenu, alafu watatukanana ovyo, vifo vikatokea visivyo na sababu. Mimi na Mwingira tunaweza tukagombana, alafu Mwingira anawaambukizia waumini wake, na mimi nawaambukizia waumini wangu, waanzo wanatokana. Mwingira anatokana Calvary na Maboya anatokana nini? Efata. Mimi na Mwingira hatutakufa, hao mimi watakufa, kwa sababu sisi tuna kinga.
ugomvi wa Harun pamoja na nani? Na Musa. Alikoko Harun pamoja na Miriam. Wote walimshambulia nani? Walimshambulia Musa vibaya sana. Lakini aliyepatwa na ukoma ni nani? Miriam. Harun hakupatwa na ugonjwa kwa sababu Harun alilindwa na vazi la kikuhani. Lile vazi la kikuhani lilimlinda. Lakini Miriam hakulindwa, ndio maana akapatwa na ukoma. Na baadaye Musa akamwombea, akarudi, akanyamaza kimya. Lakini Mungu hakuishia hapo na Harun, alimnyang'anya nguvu ya madhabahu. Sasa sisi tunapoambukiza Wakristo wetu, wanaingia kwenye mitandao, wanatukana, ni kwa mauti yao wenyewe. Ni hatari sana. Kama kuna misunderstanding yote ya watumishi wa Mungu ambao wameitwa kwenye fivefold ministry, tukae kama wanaume na kudiskasi na kuichambua Biblia kama wanazuoni. Tunakaa tunaichambua, tunasema hapana, hapa Mwingira hujaenda vizuri, Gwajima kwenye hili hujaenda vizuri. Yaani kila mmoja anatafuta njia. Hamjanielewa nasema nini? Sema vena. Ninaomba masuala yote ya mitandao ya kukashifiana watumishi yakome kuanzia leo. Zungumzeni mambo ya kujenga, mambo ya kuinua. Alafu lazima umwelewe mwenzako amezungumza kwenye miondoko ipi. Hizi huduma 5 sio vyeo. Huduma 5 ni kazi. Hasa anasema kuna mitume. Mtume ni kazi yake ni nini? Alafu huyu nabii kazi yake ni nini? Alafu huyu mchungaji kazi yake ni nini? Kuna watu leo wamepewa neema kama kina Paulo. Ana huduma zote ngapi? 5. Zote 5 ziko pamoja. Anasimama kwenye utume, akija kwenye elimu anafundisha, na alikuwa na weledi, alafu kichwa kidogo kimetulia. Amen. Kuna wengine wana 2, wengine wana 3, sema amina. Yaani inategemea uwezo wa kuhimili mambo. Na kuna wale wachungaji wengine ndo ana huduma moja ya kichungaji tu. Ukiwa na huduma kamoja tu kichungaji, utaonewa mpaka na wainjilisti. Maana utakao utamkaribisha mwinjilisti akishatoa pepo tu anakutukana na wewe. Huna akili. Mimi naleta watu hapo, wewe uko ovyo ufai. Kumbe ujue wewe una huduma ya kichungaji. Lazima wachungaji nao wapande juu. Sema amina. Yaani kwenye mambo haya lazima at least uwe na 2 ili akija mgeni asikuchanganye. Yeye akipiga tu anakuwa anapeleka marudio. Hivi utaonewa. Wewe anakuja tu mwinjilisi tu, anapiga pale, anakudhalisha wote na anawatumisha wote mpaka wazee wako wote wanaeka mikono pale. Wote anaangalia namna hiyo. Kwa sababu ya upole wa kutokujua elimu. Mitume anasema mitume. Mtume siku zote huwa halagi kiporo na hali mzoga. Mtume ana uwezo wa kuanza kazi fresh. Na hata ukimpeleka sehemu ambayo iko ground kabisa hivi, anakwenda. Mtume aweza kaingia kwenye kanisa la mtu na kupindua. Never. Hawezi kuingia kanisani, aite ujanja alafu apindue namna hii. Huyu si mtume. Hawa ni wainjilisti hawa, sema amina. Mtume ni founder. Anaweza kaingia mahala pagumu kupita nini? Kawaida. Na akacheza sawasawa na wito alio nini? Uwezo nao. Na ana uwezo wa kula chakula cha aina nini? Yoyote, na akalala mazingira ya aina nini? Yoyote. Anaweza kaingia hata kijijini, akaenda kwenye kila sehemu. Sio wengine unakuta unamwita umwambie tu Mwanalumango na nini? Vipi kuna hoteli hapa? Wewe unaelewa kabisa. Unaelewa Mwanalumango ilivyo? Mwingine anakwenda, kuna Marekani mmoja nilimfukuzaga huko wapi Simanjiro. Sisi tumeingia Simanjiro pole huko, afa anambia nataka kujisaidia. Nikamwambia chooni, eti nataka kunichoche. Ameshikilia hivi anataka choo. Nikamwambia ufai rudi kwenu huko. Mimi nikikutana na mtumishi eti anasema yeye nataka choo cha kukaa na nini, it's not a real apostle. 90% ya Watanzania wote tunatumia vyoo vya shimo. Sizungumzia hapa mjini ulipo, kwenye kijiji cha mama yako ndio shahidi.
Acha mambo ya kujikweza isivyo sababu. Wewe be humble. Elewa jinsi ambavyo umetumwa. Wewe unaondoka hapa unaenda Liwale kule unaulizia Coca-Cola ya baridi, utaipata wapi? Wakati Liwale yote kuna nyumba moja tu ndio yenye sola. Nasema hivi, fungueni mioyo yenu. Nasema fungueni mioyo yenu. Kama kweli mnataka kutumika, maanishe. Sasa mitume huwa mara nyingi hawalagi kibodo. Anafanya kazi na yuko tayari kuanzia zero. Kuanzia zero. Na ana uwezo wa kuingia popote. Na hata akitukanwa hapa anaenda hapa, amalizi mji. Na sifa moja ya mtume sio mbea. Ana uwezo wa kukaa jinsi alivyo. Unanielewa? Ni watu ambao wanatembea na ishara, wanatembea na maajabu. God bless you so much, man. Asante. Na nyinyi mtaelewa tu, sema amina. Mtaelewa. Mimi nasema hii tafrani iliyotokea ni mpango wa Mungu, sema amina. Sasa ningewapata wapi niwaeleze haya? Hata ukimwona mtu kwenye hali fulani usimwandareti, kwa maana haujui wito alioitiwa. Wewe unaweza kusema uko Mwanza Rock City, uko Mbeya the Green City, uko Dar es Salaam Oman, wote tukihamia hapa tutanyang'anyana watu. Wewe shukuru Mungu wengine hawapo kwenye huo mji wako. Unielewi ninachosema? Sema amina. Ushukuru Mungu. Hawa mitume huwa wanatumika sana. Ndio unaona Mgajima anajificha, huyu si bishop. Nyinyi mwache kanisa kwake jiite bishop, lakini hili ni liaposto ile. Miujiza yao inakuwaga extraordinary. They don't struggle. Sio mwinjilisti anakazana mpaka anashika matako ya binti, sema amina. Wewe unashika kila sehemu. Limekuwa dodo hilo. Njoo pamoja. Huyu kaja, sema amina. Anaitwa mama wawili, sema amina. Anaumwa tumbo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Dodo hilo, dodo. Haya ndiyo mambo ambayo tunataka mitume wawafundishe kanisa. Na wapinzani wenu wakiyaona hayo wanaita nyinyi ni waongo. You have to change your character. Sio kwamba wanawapinga wamekosea, wameona madhaifu. Sasa katika watu 30 inawezekana mdhaifu yuko mmoja, akatesa wote. Wametumia mithali, samaki mmoja akioza wote wameoza. Sio kweli. Wako mitume Tanzania. Wako manabii Tanzania. Kuna wachungaji Tanzania, watu waliojaa weledi. Sasa mitume huwa mara nyingi miujiza yao utaona kama utani. Ndio mtu anakuambia mbona hajataja jina la Yesu? Jina la Yesu ataje wapi? Yeye mwenyewe ngoma imeshashuka. Wewe tuletee mambo ya ruturugia, tunakwenda na vision, tunakwenda na revelation. Anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata nini? Afya. Hii yote unapoona mtu anaweka mkono na kuomba kwa jina la Yesu ni kwa sababu ya kuondoa hofu, uoga. Wewe unatakiwa ubandike mkono alafu unangojea ushuhuda. Lakini kwa sababu ya hofu ni kwa jana ili kuondoa nini? Hofu. Mungu aliwaambia wana wa Israeli wazunguke Jeriko mara ngapi? Mara 7. Sawa, aliona wana hofu. Wakiangalia ukuta ule mkubwa.
na majitu yameshiba, wenyewe wakijiangalia ndio mwili kama Gwajima. Sema amina. Wakaona hali ngumu, wanatembea huku wana nini? Wana hofu. Akaambia zungukeni mara 7 ili kuondoa nini? Hofu. Alafu ya 7 akaona wajinga, akapiga kelele kuondoa hofu, ndio ukuta akaanguka mwenyewe. Hofu. Na hakuna kitu kibaya kama hofu. Hofu ilipoondoka, ukuta ukafanya nini? Ukaondoka. Kwani tunahitaji mitume leo ili watu wapate majibu. Hatuta wanyang'anya waganga wa kienyeji wateja kwa sisi kushinda kwenye maombi 24/7. Ni kwa sisi kuonyesha manifestation, nguvu za Mungu zionekane kwao. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi mimi? Nitakiinua kinywa changu nilitaje jina lako, na nguvu zangu bila wewe si kitu. Msaada wangu ni katika